Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan aingia siku ya pili ya ziara yake nchini Angola, na wenyeji wa Tanzania kwenye michuano ya AFCON na CHAN watajwa kuendeleza sekta za michezo na utalii nchini. Habari za asubuhi watazamaji wetu, karibuni kwenye kipindi cha Asubuhi Njema ambapo tunakuwa na taarifa ya habari, na baada ya hapo tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopangwa kipaumbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Jina langu ni Dorcas Ramos na tunaanza taarifa yetu ya habari. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan yuko nchini Angola, ikiwa ni siku ya pili ya ziara ya kiserikali ya siku 3 ambayo inafuatia mwaliko wa rais wa nchi hiyo Mheshimiwa Joao Lourenço. Katika ziara hiyo, pamoja na mambo mengine, Mheshimiwa Rais Samia atapata nafasi ya kuhutubia bunge la nchi hiyo na kusaini makubaliano ya kibiashara na uwekezaji, pamoja na kujadiliana kuhusu masuala ya kuimarisha ulinzi na usalama katika eneo la kikanda. Aidha, atatembelea kiwanda cha mafuta cha Luanda, huku ikikumbukwa kwamba uchumi wa Angola unategemea utajiri wa mafuta. Hivyo Tanzania yenye hifadhi kubwa ya gesi barani Afrika inapata fursa ya kubadilishana uzoefu na nchi hiyo pamoja na kujenga uwezo wa wataalam katika sekta hizo. Ziara hii inakuja ikiwa ni miaka 19 tangu ziara ya mwisho ya kiserikali ya rais wa Tanzania nchini humo. Mheshimiwa Rais Dr. Samia pia ataweka shahada la maua katika mnara wa kumbukumbu ya muasisi wa taifa hilo hayati Rais Antonio Agustino Neto. Zaidi ya wananchi 5,000 jijini Tanga wamenufaika na huduma ya matatizo ya macho bure, ikiwa ni kambi iliyodumu kwa muda wa siku 3 kutoka kwa taasisi ya Bilal Muslim inayolenga kuwapatia ufumbuzi wa matatizo mbalimbali ya macho, ikiwemo upasuaji wa mtoto wa jicho na ugawaji wa miwani. Kambi hiyo ambayo imewawezesha wananchi waliobainika kuwa na tatizo la mtoto wa jicho kufanyiwa upasuaji ili kurejesha hali ya uoni wao kama ilivyokuwa awali, kupitia taasisi ya Bilal Muslim kwa kushirikiana na mbunge wa jimbo la Tanga Umi Mwalimu, inatajwa kuwa msaada kutokana na uwepo wa matatizo ya macho kwa wananchi waliojitokeza. Zaidi ya watu 186 wa Tanga wamenufaika na upasuaji wa mtoto wa jicho. Lakini kambi hii kwa kweli ya macho sio tu kambi ya macho, lakini inarudisha matumaini na furaha kwa watu wa Tanga. Jitahidi wakati tunavyoweza tuweze kuwachukua wale ambao wana uhitaji maalum za tuweze kurahisisha, tusiache watu wengi ambao watakuwa wamehudhuria kwa muda wa siku ya mwisho na siku hizi za mwanzo walichelewa kufika. Na hapa serikali inaendelea kushukuru na kuunga mkono jitihada za wadau wanaojitokeza kutatua changamoto mbalimbali kwa wananchi. Watu wamepewa miwani, watu wamepewa dawa, watu wamefanywa operation, na kwa kweli watu wameondoka wakiwa na tabasamu. Kuna watu walikuwa hawana matumaini kwamba watapona tena na kuweza kuona, lakini baada ya kupewa visaidizi ikiwemo miwani, dawa, tumeona watu wakiwa na furaha. Kwa jicho moja halioni, lakini nashukuru sasa hivi limeshaanza kuona. Natoa shukrani za dhati. Na tuomba aendelee, maana mimi namuita mlezi wa wazee. Kuja tu moja kwa moja hospitali ingekuwa ni pesa nyingi, lakini tumeipata huduma hii bure kupitia mheshimiwa wetu Umi Mwalimu kutuwezeshia. Kwa hivyo nashukuru sana. Huduma za uchunguzi wa matatizo ya macho zimefanyika katika viwanja vya Usagara, huku wagonjwa waliohitaji upasuaji wakipatiwa huduma katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tanga Bombo. Kutoka Tanga, Haraya Kipingu, Channel 10. Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora nchini imetoa angalizo kwa watendaji wa serikali za mitaa kuacha mara moja vitendo vya kuwashikilia watuhumiwa katika ofisi za vijiji na kata bila kufuata taratibu za kisheria. Katika jitihada za kukuza uelewa kuhusu haki za binadamu na utawala bora, Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora imeendesha mafunzo kwa watendaji wa vijiji na kata wilayani Ludewa, huku ikitoa angalizo kwa watendaji wanaowashikilia watuhumiwa kwa muda mrefu katika ofisi zao bila kuwafikisha polisi. Lakini sasa bahati mbaya sehemu zingine wanaweka kwenye maeneo ambayo hayakidhi hizo specification, hivyo vigezo vya kuwa local. Kuna maeneo mengine wanaweka watu kwenye magodauni. Kama ikionekana umechukua mamlaka yako bila kuzingatia taratibu, wewe mwenyewe kama wewe utawajibika, sio serikali. Kwa upande wake, mwanasheria wa halmashauri ya wilaya ya Ludewa Anathani Chalamila ameeleza wazi kuwa mamlaka ya kisheria kuwashikilia watuhumiwa ni ya jeshi la polisi pekee. Kwa maana kumkamata na kutoka mtu ndani ni ile mazingira kwamba kabla huko miaka ya nyuma maeneo yetu tulikuwa tuna vituo vya polisi, tulikuwa tuna mahakama.
Sasa hivi serikali ukijaribu kuangalia imeweza kusogeza hizi huduma karibu na wananchi. Vituo vya polisi, huduma za mahakama. Baadhi ya watendaji walioshiriki mafunzo hayo wameeleza kuwa changamoto kama vile umbali wa vituo vya polisi na hofu ya usalama wao binafsi ndicho kimekuwa kichocheo kwa vitendo hivyo visivyo halali. Ombi tupewe miongozo. Tupite kwenye miongozo ituongoze. Wananchi wetu walio wengi hawajui sheria. Kituo cha polisi kiko mbali. Pale kwenye eneo lake kuna taharuki, inabidi aweke watu kwenye usalama ili linakuwa limekaaje. Hata yule mtu aliyokoroka akipatwa na lolote, sheria inamlinda vipi mtendaji wa kazi. Katika mafunzo hayo pia imeelezwa kuwa wananchi wana haki ya kufahamu wajibu wao na njia sahihi za kisheria wanazopaswa kuzifuata wanapokumbana na migogoro na ukiukwaji wa haki. Nikiripoti kutoka halmashauri ya wilaya ya Ludewa, mimi naitwa Michael Patrick. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu, Kazi Maalum, Captain George Mkuchika amesema serikali imeazimia kuendelea kuboresha miundombinu ya sekta ya elimu na hivyo kutoa wito kwa walimu kuhakikisha wanashirikiana kutoa elimu bora kwa wanafunzi ili kuendelea kuzalisha wasomi ambao watakuja kulisaidia na kuliendeleza taifa. Najisikia fahari kwa kusoma katika shule. Huyu ni Dorothy Thomas, mwanafunzi wa kidato cha kwanza katika shule ya sekondari Kigoma Girls iliyopo eneo la Lugufu, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma. Dorothy anasema kutokana na Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kuwajengea shule inayozingatia watoto wenye ulemavu bila ubaguzi, ndoto yake kubwa ni kuwa daktari. Shule haibagui watu wenye special case na wasio kuwa na special case. Dorothy anasema ili ndoto yake iweze kutimia, anaomba serikali kutatua baadhi ya changamoto zilizopo katika shule hiyo. Ninaomba kwa Mheshimiwa Rais atujengee fensi ndefu ambayo watu ambao wako nje ya shule wasiingie ndani, wasiharibu malengo ya wanafunzi. Na pia tuna uhitaji wa vitabu na vifaa vya tehama. Kigoma Girls ni shule ambayo imeanza kutumika mwaka huu ambapo bado ina changamoto kadha wa kadha. Na upungufu wa nyumba za walimu shule yetu hii kwa sababu ni maalum kwa watoto wa kike na sayansi. Tuomba serikali ione namna gani ya kuongeza vifaa vya sayansi. Ujenzi wa shule hiyo ya mchepuo wa masomo ya sayansi imeelezwa kuwa chachu ya kutoa wasomi wa baadaye katika fani mbalimbali ambapo ahadi yao ni kutimiza ndoto zao za kitaaluma. Tunaahidi kupambana na kufaulu kwa kiwango kikubwa na hata kuonyesha nchi kwamba wasichana tunaweza, kama vile Mama Samia alivyoweza kutuwezesha sisi kama wasichana kujiamini kama yeye kwamba tunaweza kufanya vitu vikubwa. Waziri wa Nchi Ofisi ya Rais Ikulu, Kazi Maalum, Kapteni George Mkuchika anaeleza kuwa serikali itaendelea kuboresha miundombinu ya shule, lakini kikubwa ni walimu kufanya kazi kwa ushirikiano ili kufikia malengo. Mzazi anapomleta mtoto hapa, relifu yake anapata faraja kwamba mtoto nimemweka kwenye mikono salama ya walimu. Tuwalee vizuri watoto hapa, watoke hapa wana ufaulu mzuri kitaaluma, watoke hapa wana nidhamu nzuri. Naombeni mfanye kazi kama teamwork, kila mtu akitekeleza wajibu wake, changamoto nyingi kwenu zitaonekana nyepesi. Mwajabu Hoza, Channel 10, Kigoma. Chama kikuu cha ushirika cha Kahama Kaku kilichopo wilayani Kahama mkoani Shinyanga kinatarajia kuongeza uzalishaji kwenye mazao ya biashara kinayoyahudumia ambapo zao la pamba limepangwa kuzalisha zaidi ya kilo milioni 6 huku zao la tumbaku kikipanga kuzalisha zaidi ya kilo milioni 15 katika msimu ujao wa kilimo. Pembezoni mwa mkutano mkuu wa mwaka wa chama kikuu cha ushirika cha Kahama Kaku, mwenyekiti wa chama hicho Emmanuel Nyambi amesema miongoni mwa mipango ya chama hicho msimu ujao ni kuongeza uzalishaji wa mazao ya biashara ya pamba na tumbaku. Kwa matarajio yetu ambayo tumetoka kuyapitisha kwenye mkutano mkuu, kwa upande wa zao la pamba tumekadiria na tunatazamia kuzalisha kilo milioni 6. Lakini pia upande wa zao la tumbaku tumekadiria kuzalisha kilo milioni 15 kama ambavyo tumeweza kutoa kwenye taarifa yetu.
kwa wanachama wetu. Mbunge wa jimbo la Kahama mjini Jumanne Kishimba akashauri chama kikuu cha ushirika Kahama Kaku kufikiri kuongeza aina nyingine ya mazao na kuhamasisha wakulima walime ili kuongeza uwanda wa soko la mazao. Tuunde kamati zitembelee mikoa mingine, zione mazao mengine mapya ambayo yatakuja kusaidiana na hili zao la tumbaku, maeneo ambayo hayalimwi tumbaku. Mimi naomba kabisa mwenyekiti, kwanza itatuinua kimapato, lakini itatusaidia mno. Leo tuna mazao mengi mno mapya duniani. Tuna pilipili kilo moja ni shilingi 15,000. Akizungumza katika mkutano huo, mkuu wa wilaya Kahama Mboni Muhita amekitaka chama kikuu cha ushirika Kahama kuzingatia sheria, kanuni na misingi ya uendeshaji wa chama cha ushirika nchini. Ili kudumisha chama chenu, napenda kuasisitiza kufanya mambo yafuatayo: ushirikiano. Naomba sana mdumishe ushirikiano. Uadilifu na uaminifu ni lazima uzingatiwe ili kuhakikisha wananchi na wanachama wanapata maendeleo kupitia ushirika wao. Jambo la pili, kusimamia ubora wa mazao kuanzia ngazi ya shambani hadi sokoni. Kozi tumeshauri kila chama cha msingi kipewe laptop, na huu mzigo tumewatwisha Kaku. Lengo tunataka kujenga mahusiano, sawa kuwe na connection kati ya chama cha msingi na chama kikuu. John Mponeja, Channel 10, Shinyanga. Makundi ya mtandao wa WhatsApp zaidi ya 500 nchini yametoa msaada wa mahitaji ya kijamii kwa watoto waishio katika mazingira magumu, huku wakitoa wito kwa taasisi na watu binafsi kushiriki kusaidia makundi yenye mahitaji maalum. Mheshimiwa Ulega aliwasili eneo la Matandu majira ya saa 9 alasiri. Ameondoa hofu wananchi na kueleza kuwa serikali ipo kazini ikiendelea na majukumu yake ili kurejesha shughuli za usafirishaji kwa vyombo vya usafiri na hata waenda kwa miguu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nirejee tu kusema sisi hatutatoka pale Somanga. Mimi na timu yangu tutakuwa pale Somanga usiku kucha wa leo mpaka pale mawe yatakapokuwa yameenea na tayari gari ndogo na gari za abiria zitakapoanza kumove. Sasa wakikabidhi msaada huo katika kituo cha Tumaini kilichopo Ihumwa jijini Dodoma, viongozi wa kundi linalosimamia makundi ya WhatsApp la Globify Charity, Bi Mektrida Chifungo, Bwana Isa pamoja na Bwana Gama Mwanga wanaeleza namna walivyoguswa. Jitoe kuwapa hawa wadogo, gusa maisha ya hawa watu ambao wana uhitaji, au hata katika saiko yako unayokaa. Katika mitaa yetu ambao tunakaa tuna watu ambao wanatuzunguka wana uhitaji zaidi. Tunaweza tukawekeza pia kule. Sio lazima tu kwenye vituo vya watoto yatima, lakini kuna wajane na wazee ambao pia wanahitaji msaada. Kwa hiyo kama jamii, kama sisi tulipo, tuna uwezo wa kugusa maisha. Kama umepata nafasi ya kugusa maisha mwanadamu mwenzio, basi tuguse kwa moyo wote. Globify ni platform ya WhatsApp ambayo inajumuisha magrupu 560. Platform hizi zilianzishwa kwa ajili ya uelimishaji, uhamasishaji, kupeana taarifa, maarifa na kubadilishana uzoefu katika masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi, kisiasa na kitamaduni. Sasa miongoni mwa platform hizi za Globify tulianzisha Globify Charity ambayo inagusa maisha ya wenye mahitaji maalum, na leo ndio maana tuko hapa Tumaini Foundation. Sisi tunalenga kuishauri jamii kwamba mitandao ya kijamii hasa hii ya WhatsApp, tuna mingine na aina nyingine, inaweza kutumika vizuri kuifaidisha jamii kielimu na kwenye matendo ya huruma kama haya ambayo tunaweza kuyafanya nchi nzima kwa urahisi. Akizungumza baada ya kupokea msaada huo, mkurugenzi wa taasisi ya Tumaini Foundation, Bi Tumaini Kivuyo, anaishukuru Globify Charity kwa msaada huo na anaeleza sababu za yeye kuanzisha taasisi hiyo. Nijisikia kuanzisha taasisi hii kwa sababu nimetokea katika maisha yaliyopita watoto hawa. Katika ukuaji wangu nimepitia maisha magumu, na ilikuwa ndoto yangu kwamba iwapo nitafanikiwa kusoma na kuweza kufanya jambo lolote moja duniani, basi nitamsaidia mtoto mmoja kufikia ndoto zake anayopita katika mazingira magumu. Ninapenda kutoa shukrani zangu kwa Globify kwa kuweza kufika Tumaini Foundation na kuleta misaada. Mimi ninaamini hakuna tajiri ambaye atatoa kila kitu, lakini kila anayetoa ni kwa sababu ana moyo, na sisi tunaheshimu sana moyo wao.
Globefy Charity ni muunganiko wa makundi ya WhatsApp Tanzania yanayojumuisha makundi 560 na lengo likiwa ni kuelimisha, kuhamasisha jamii pamoja na kupeana taarifa na maarifa ya masuala mbalimbali ya kijamii, kisiasa, kiuchumi na kiutamaduni. Kutoka jijini Dodoma, Roda Simba, Channel 10. Waziri wa Ujenzi Abdalla Ulega amesema wizara yake itafanya kazi usiku na mchana ili kuhakikisha inaweka madaraja ya muda yatakayorejesha mawasiliano ya barabara inayotumiwa na wasafiri wa mikoa ya Kusini na Dar es Salaam. Waziri Ulega jana alitembelea madaraja yaliyoharibika katika maeneo ya Somanga na Mbungula Matando katika wilaya ya Kilwa mkoani Lindi, na hapa mwandishi wetu Ahmad Nandonde anatukumbusha kuhusu ahadi ya waziri huyo kwa mkuu wa mkoa wa Lindi Zainabu Telak. Mheshimiwa Ulega aliwasili eneo la Matando majira ya saa 9 alasiri. Ameondoa hofu wananchi na kueleza kuwa serikali ipo kazini ikiendelea na majukumu yake ili kurejesha shughuli za usafirishaji kwa vyombo vya usafiri na hata waenda kwa miguu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nirejee tu kusema sisi hatutatoka pale Somanga. Mimi na timu yangu tutakuwa pale Somanga usiku kucha wa leo mpaka pale mawe yatakapokuwa yameenea na tayari gari ndogo na gari za abiria zitakapoanza kumove. Sasa hiyo kwa kuwa huku tayari kumekwisha kupatikana kikwazo, maana yake tutafanya simultaneous. Lazima tufanye nguvu upande ule na huku pia, kwa sababu tukifanya upande ule peke yake huku hatufanyi, maana yake watakuja watakwama hapa, jambo ambalo halitakuwa na maana yoyote. Hivyo nimefurahi sana Mheshimiwa mkuu wa mkoa, nimefika hapa na nimejionea hali halisi, na kwa hivyo sasa nitaendelea kuongeza nguvu. Kuna timu kubwa ya wataalamu itaongezeka mahala hapa, na kama nilivyosema, na hivi vifaa tumeagiza gari za kokoto kubwa zaidi ya ni gari 100 tumeziagiza, na saizi ziko tayari njiani zinakuja, na hizo culverts za dharura ambazo zitakuja kutandikwa humu. Kwa hivyo kila mbinu tutaitumia ili kusudi tuhakikishe ndani ya muda mfupi ujao maisha yapate kuendelea kwenye barabara yetu ya Kusini, za kuhakikisha kwanza usalama wa watu na mali zao na mambo mengine yapate kuendelea. Mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama ambaye pia ni mkuu wa mkoa wa Lindi Mheshimiwa Zainab Telak, pamoja na mambo mengine, amemweleza Mheshimiwa waziri kuwa licha ya uharibifu huo, lakini hakuna madhara yaliyojitokeza kwa watumiaji wa barabara hiyo. Tulikuwa tunawauliza watu wetu kwamba kinachoendelea sasa ni nini. Kazi ya kwanza iliyofanyika ni kuvusha watu wanaovuka kwa miguu. Ukiona zile chuma zilizoko hapa wameweka, na watu wameweza kutoka upande wa kwanza kwenda upande wa pili, na waliotoka huku wamekwenda. Na nishukuru wasafirishaji, watu wa magari na bodaboda wametusaidia kuwasaidia wananchi wetu kutoka ili waendelee na safari ambazo walikuwa wanaendelea. Kwa hiyo kazi iliyopo sasa, wanaanza kupanga vyuma ili tuweze angalau tuone namna kwamba magari yanaweza kupita. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto mkoa wa Lindi amewataka wananchi wa maeneo yaliyokumbwa na kadhia hiyo, wakiwemo wakulima, kuchukua tahadhari ikiwemo kutokatisha katika kingo za mito ili kujiepusha na athari zinazoweza kujitokeza. Tunatoa tahadhari kwa wananchi, hasa wakulima walioko eneo hili, kwamba wakati wa mvua wasipende kuelekea mashambani, na mvua zinaponyesha maeneo ya Liwale, uelekeo wake wa maji ni eneo la Matano. Tunawaasa wananchi kama walikuwa na nia kuelekea mashambani kwa muda wasimame wa mvua. Baadhi ya wasafiri wakiwemo wananchi wa maeneo hayo wakaishukuru serikali kwa jitihada kubwa za kutatua changamoto hiyo. Tulikuwa tunasafisha maiti, lakini madaraja njia tunayopita kwenda Masasi yamekatika. Kwa hiyo tumetoka Dar es Salaam jana saa 9, lakini mpaka saa 2 tulikuwa tumefikia maeneo ya Somanga. Kwa madaraja kubwa limekatika pale, ikatalazimika tulale pale. Asubuhi tukafanya njia ya kuweza kuendelea na safari, lakini njia ilikuwa ngumu kidogo kwa sababu daraja limekatika na gari haiwezi kupita. Kwa hiyo tukajaribu kutafuta njia nyingine. Tunashukuru mkuu wa mkoa wetu kwa kutusikiliza kuja mara moja kuja kutusaidia, na tunaye hapa. Tulikuwa tunaomba viongozi kama mnatusikia hivi mnapotuona tunateseka wamama, tunaomba mtusaidie haya madaraja kutoka Somanga na Mbungapa mpaka Matano. Mpaka tunaingia mitamboni tayari daraja la muda limewekwa ili kuruhusu wananchi kuanza kupita,
huku taratibu za kupitisha magari zikiendelea. Nikiripoti kutoka hapa katika eneo la Matandu lililopo wilayani Kilwa mkoani Lindi, mimi ni Ahmad Nandonde, Channel 10. Na sasa ni habari za michezo ambako tunaelezwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa amesema uamuzi wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi wa kuridhia mashindano ya AFCON na CHAN kufanyika hapa nchini utasaidia kwa kiasi kikubwa kuendeleza na kukuza sekta ya michezo na utalii. Akizungumza baada ya kukagua ukarabati na ujenzi wa viwanja vya Amani, Maisara na Mao Zedong jijini Zanzibar jana, Mheshimiwa Waziri Mkuu amesema Watanzania watapata fursa ya kuendeleza michezo na kuhamasisha wachezaji kufanya mazoezi zaidi ili wapate sifa za kucheza michuano hiyo. Ameeleza kuridhishwa na kasi na ubora wa ukarabati wa viwanja hivyo unaofanywa na kampuni za Reform na Orkun, akisifu ujenzi huo umezingatia viwango vya ubora unaokubalika kimataifa. Aidha amesema mashindano hayo yatakuwa na manufaa makubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo ya utalii na biashara, na kwamba hiyo ni fursa nzuri ambayo Marais Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Mwinyi wameiletea nchi kwa sababu timu zinazokuja zitakuwa na watu wengi. Nia hii ya marais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa pamoja na Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi ni nia njema, kwa sababu kwanza inakuja kutufanya Watanzania tujue kwamba tunao uwezo kusimamia na kuendesha kama wenyeji wa kituo cha michezo kama hii ya bara la Afrika. Hapo hapo tutapata fursa ya kudevelop timu zetu na kuhamasisha wachezaji wetu kufanya mazoezi zaidi na wapate sifa kuchezea kwenye ngazi ya bara Afrika. Huku tukiwa tunajua tunakuja kuchachua hamasa ya kuendeleza michezo nchini, lakini pia Watanzania kwa ujumla wao walioko hapa Zanzibar na kule bara wananufaika na hao wageni. Wawekezaji wetu wa hotels watapata wageni wa kutosha, kwa sababu hawaji tu timu ya watu 11, inakuja timu na viongozi mbalimbali, nao watasambaa kwenye hoteli zote, lakini na mashabiki wa timu za nchi hizo watakuja hapa. Kwetu na biashara mzuri tutaifanya, utalii mzuri tutaufanya, uwekezaji huu utaleta manufaa. Kwa hiyo tuendelee kuhamasisha wafanyabiashara wa nyumba za kulala wageni, kwa maana hoteli za viwango vya kimataifa. Kipindi kilichobaki, kama una uwezo wa kujenga hoteli yote ya nyumba 3 au 4, anza ujenzi, kwa sababu wageni wengi watakuja nchini. Lakini pia huduma kama chakula, usafirishaji na huduma nyingine nazo pia zitapatikana na watu watapata uwezo kupitia huduma hizo. Kwa hiyo ni fursa mzuri ambayo marais wetu wametuandalia. Tunawashukuru marais wetu, tunawapongeza marais wetu kwa kusimamia eneo la michezo. Tumeona Mheshimiwa Dr. Samia akihamasisha nchi nzima kupitia vilabu vyetu, pale anaposhinda mchezaji akifunga klabu anapata chochote. Hii ni hamasa kubwa. Lakini pia tumeona Dr. Mwinyi yeye mwenyewe tulimuona akicheza basket na kufunga goli, maajabu makubwa. Lakini yote ile ni ujumbe kwamba michezo ni moja kati ya aspect mzuri kwenye maendeleo ya nchi na hasa kwetu Tanzania. Kwa hiyo nimeridhika na kazi na maandalizi ya viwanja. Mwisho wa taarifa yetu ya habari. Baada ya muda mfupi tunapata fursa ya kuangalia vichwa vya habari vilivyopekwa mbele katika magazeti yaliyotufikia hivi leo. Endelea kuwa nasi.